na hata kama kungekuwa na jukumu analopaswa kwenda kulifanya kwa sababu ya usingizi, anaweza kushindwa kutimiza jukumu hilo. Kadhalika ndivyo hivyo katika mambo ya kiroho. Tunapokuwa katika giza la usingizi wa kiroho, kuamka kutoka katika usingizi wa kiroho si jambo jepesi, ni jambo gumu. Lakini kwa neema ya Mungu tuna uwezo wa kuamka usingizini na tukatambua kwamba saa ya kuamka imekaribia. Fungu letu kuu, Warumi sura ya 13 mstari wa 11. Ninasoma tafsiri hii ya Biblia ambayo inaitwa Neno. Yenyewe imeandikwa hivi, fasiri yake: nanyi fanyeni hivi, nanyi fanyeni hivi, mkiutambua wakati tulionao. Fanyeni hivi mkitambua wakati tulionao. Saa ya kuamka kutoka usingizini imewadia, kwa maana sasa wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza tulipoamini. Na wimbo wetu unasisitiza juu ya kuamka usingizini, ikituelekeza kusoma ishara, kutambua kwamba muda tulionao ni wa kutoka usingizini, maana mapambazuko yanakaribia. Leo ni habari ya urafiki, na tuombe. Baba mwema, tunakushukuru. Asante kutuleta tena kwa siku ya leo kuisikia sauti yako. Nena nasi kama watoto wako, kutuongoza na kutubariki kwa jina la Yesu Kristo, amina. Urafiki ni nini? Urafiki ni aina ya mahusiano ya kibinadamu, na mahusiano haya mara nyingi hujengwa kwenye misingi ya hisia za kuheshimiana. Si kuheshimiana tu, na kuaminiana, hata kusaidiana. Maana ya pili ya urafiki ni uhusiano mzuri kati ya watu wawili ama zaidi. Namba 3, urafiki ni uamuzi wa binafsi wa mtu kuchagua uhusiano wa karibu na mtu mwingine kutokana na msimamo wa haja za moyo wake. Pia wanaume huwa tunajikuta tu mtu amekuwa rafiki yako kutokana na namna jinsi alivyo. Ndio maana ya 3 anasema mtu anafanya uamuzi binafsi, anachagua uhusiano wa karibu kati yake na mtu mwingine kulingana na haja zake za moyo, akiona huyu mtu jinsi alivyo katika fikra. Anaposema moyo, sio ule wa kusukuma damu, si vingine ambao huwa mnaimba, ila anamaanisha akili. Akigundua katika akili yake kwamba huyu mtu uhusiano wake wa karibu na mimi kulingana na msimamo wangu, jinsi nilivyo na haja zangu za akili yangu na maamuzi yangu, hanifai, hawezi kuwa karibu. Na akiona kwamba haja za moyo wake au hisia zake zinamhitaji huyo mtu, unajikuta tu amekuwa rafiki yako. Na wala wanaume mara nyingi huwa tusemi kwamba na kwa urafiki, ila wanawake wao wanaandikiana barua na kuomba uwe rafiki yangu na kuomba urafiki. Sisi huwa tusemaji hivi, au kama mnasema nini kwamba naomba uwe rafiki yangu? Wanaume huwa tuseme, huwa tunajikuta tu mtu amekuwa ni rafiki yako wa karibu. Hiyo ni maana ya 3. Urafiki huitwa mahusiano, yaani hali ya kuwa na mfungamano. Namba 5, urafiki ni mfanano maalum ulioko baina ya hali au vitu viwili au zaidi. Namba 6, urafiki ni hali ya kuambatana baina ya kitu na kingine. 7, ni namna watu wawili au zaidi wanavyounganishwa katika ndoa ama kwa kuzaliwa. Hata katika kuzaliwa kuna urafiki au katika ndoa, huo ni urafiki. Na watu wa saikolojia na falsafa wanasema hivi, hicho kipengele cha mwisho, kwamba swala la mahusiano ni swala la kisaikolojia, yaani sayansi ya tabia, ikimaanisha kwamba matendo, mwenendo
na miitikio inavyoweza kuonekana wazi, ikijumuisha tabia na imani za watu jinsi zinavyoweza kuathiri wanayoyatenda. Kwa hiyo jambo la urafiki linachukua sehemu kubwa sana, ikimaanisha linagusa sayansi ya tabia, yaani saikolojia. Ndani yake huko kuna matendo na mwenendo pamoja na miitikio. Sasa kwa sababu haiwezi kujificha, inakuwa wazi, na ndani yake kuna imani, namna kile anachokiamini mtu. Ukishakigundua kama kiko sahihi, ndipo unapoamua awe rafiki yako. Na urafiki una faida. Namba moja, unapata msaada kutoka kwa rafiki, kwa sababu urafiki wa kweli ni msaada. Kushikamana katika nyakati ngumu, yaani nyakati ngumu zikitokea, ndipo unaweza ukamuona rafiki. Namba mbili, habari ya urafiki katika faida. Urafiki unaboresha maisha yetu. Kivipi? Urafiki wa kweli huboresha maisha kwa kuongeza furaha. Kwa nini? Maisha bila marafiki yanaweza kuwa duni. Si uduni tu, upweke, hata kuchangia unyongonyevu, na wakati mwingine kuchangia magonjwa ya akili, mtu asiye na marafiki. Namba tatu, faida ya urafiki, unakuza hali ya kujiamini. Maana marafiki wa kweli wapo ili kututia moyo, na safari inapokuwa ngumu ya maisha au changamoto zikija, hawa marafiki wazuri hukaa karibu na sisi na kutusaidia ili tushinde changamoto. Marafiki wazuri wanakuza tabia yetu na kujiamini. Changamoto inapokuja, anakwambia uwe na moyo mkuu, hapa unapita. Ninaye rafiki mmoja tuliyesoma naye shule ya msingi zamani, miaka hiyo ya 80. Sasa tunapohitimu lile darasa la 7, maana sisi tulikuwa tunachaguliwa, tulikuwa tunashinda, ila kwenda sekondari tunachaguliwa. Sasa sikuchaguliwa, darasa zima hatukuchaguliwa lote, darasa zima la mwaka huo. Kaenda kurudia sehemu nyingine, shule zilikuwa chache. Nikiwa mimi katika kurudia huko, mwenzangu aliondoka kaenda Dar es Salaam, kulikuwa na baba yake mdogo. Alipomaliza ile form 4 akaingia direct employment, Wizara ya Fedha, kama amefanya kazi huko. Mimi ninapokuja kumaliza kidato cha 6 hapo katikati, nikatulia kidogo. Kazi zilizokuwepo nilikuwa sizitaki, maisha yakanichapa. Ninapokwenda kukutana naye, yeye ni mtu mkubwa mahali fulani, ofisi moja, ananitia moyo, ananiambia sasa kuna nafasi fulani mahali hapa, njoo. Nikaondoka. Nilipofika nafasi tuliyokuwa tunaihitaji, tukakuta utaratibu umebadilika. Wakasema mwaka huu hatuchukui mtu asiye na biolojia, wizara imebadilisha. Hapo nilikuwa nafukuzia niwe daktari, nivae koti jeupe. Sasa fizikia zangu na chemistry hizo wakaniambia hapana, mpaka uwe na biolojia, umechelewa kidogo. Nikaamua sasa ninarudi nyumbani. Akaniambia kabla ya kurudi nyumbani, hebu tulia kwanza kidogo. Nikatulia kidogo. Yeye kumbe akili yake inamshawishi, namwambia kwamba sasa hivi atafanya kozi yoyote. Kesho yake akaniambia hivi, sasa nimeongea na mtu mmoja, kuna nafasi uende ukasome ualimu ngazi ya cheti. Ngazi ya cheti? Mimi nikasome ngazi ya cheti form 6 PCM, mwenye C ya mathematics, mwenye C ya chemistry na D ya physics, GSC nikasome ualimu wa cheti. Akaniambia
akagundua huyu mtu alishakata tamaa, akasema nikwambie, anza tu hiyo. Akanishinda nguvu. Muda huu nina familia tayari, nikaingia kusoma cheti. Alichokifanya, analipa kodi kule nyumbani pamoja mama na watoto, na anatuma hela ya kula, alafu huku chuoni miaka 2 analipia. Nataka nikuonyesha namna ambavyo urafiki unakuza kujiamini, na urafiki ni msaada katika maisha ya kibinadamu. Na ninapomaliza, ninakwenda kuripoti kama mwalimu wa cheti. Nikiwa mwalimu wa cheti, nilinyofolewa kwenda kufundisha sasa sekondari, maana hawana mwalimu wa fizikia wala mwalimu wa mathematics, hayupo. Huko muda mfupi, hao wenyewe ndio walionichukua kunipeleka kwenda kusoma viwango vya juu ili viendane na kile nilichokuwa nimekataa. Ninachomaanisha ni kwamba urafiki unakuza kujiamini. Marafiki wa karibu hukaa nasi hata muda unapokuwa umeishiwa. Na huyo rafiki yangu mpaka leo wanangu hawajui kama ni rafiki, wao wanajua tu ni baba kati ya baba zao wengine tunaozaliwa nao, mpaka nikuambie hata akija hapo. Mwenye hekima anaandika katika Mithali sura ya 17 mstari wa 17. Anaandika akisema hivi, rafiki hupenda siku zote, na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Ikimaanisha rafiki anakuwa kama ndugu. Rafiki anaweza asikuchoke, na upendo wake unaweza ukawa sawa na wa ndugu na zaidi ya ule wa ndugu. 4, urafiki unakuza uaminifu. Rafiki wa kweli anaweza kuwa mkweli na mnyoofu, hata kukuelekeza mambo magumu ambayo isingekuwa rahisi kwako kusikia. Yeye lengo lake ni jema ili usiingie katika hatari. Na hata likitokea jambo lisilo zuri, watu wengi wanasema bwana, rafiki yako kamwambie. Hata wakiwa ni ndugu, ukiwa na changamoto, wanatumia marafiki ndugu, wanamwambia bwana, wewe yule ndiye rafiki yako, nenda kaongee naye. Ukweli huu na uaminifu unaweka mtazamo wa kweli wa maisha, kwamba kwa uaminifu unaokuwa umejengwa kati ya marafiki wa hawa watu wawili, mtu inakuwa ni rahisi kushauriwa na kuwekwa katika njia iliyo sahihi, kwa njia ya kuwa na rafiki aliye mwema. Namba 5, urafiki ni njia ya kujifunza na kujiendeleza kitabia, kiakili na kiroho. Ikimaanisha marafiki wanaweza kutusaidia kwa watu wazuri zaidi kitabia, na wanaweza wakatubadilisha mienendo yetu isiyofaa, na pia hutuwezesha kukua kiroho na kumjua Mungu vizuri au kumjua Mungu zaidi. Sasa wewe jiulize, rafiki yako ni yupi? Kwa hiyo Mungu ameweka urafiki katika maisha ya wanadamu kwa makusudi mazuri, na Biblia inawesema urafiki ikisemea juu ya urafiki mwema. Urafiki unaweza ukawa ni chanzo cha furaha na mafanikio. Kama nilivyokuambia, mimi nimekaa muda mrefu, anayenitoa ni rafiki. Hata ndugu zangu walikuwa wanashangaa, sijawahi kuona mtu wa namna hiyo. Analipa ada miaka 2 alafu analisha familia yako, na wakati huo analipa na kodi ya nyumba. Ni mimi tu kwa huyo rafiki huyo, na ninamwombea maisha marefu. Wengine mnababaisha tu, hamna marafiki, mbwembwe tu. Pima hao marafiki, wapime kwanza. Kwa maana hiyo, hawa marafiki wazuri wanakuwa na mvuto mzuri kwa wenzao, na wanawasaidia kuboresha maisha, na sifa zao pia zinakuwa nzuri. Biblia inakazia juu ya urafiki. Katika Mithali 27 mstari wa 17, neno la Mungu linasema maneno yasemayo hivi. Mwenye hekima anasema, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Jembe, panga, shoka, kisu, yale makali yake hudumishwa au huongezwa kwa chuma chenzake, ambayo tunaita faili au tupa kwa Kiswahili. Kama
isingekuwa ni chuma, uwezekano wa kung'oa kisu au upanga ama shoka, uwezekano huo ni mgumu sana. Na hapa yako mawe special, mawe maalum yanayoweza kunoa chuma. Hayo mawe ukiyafuatilia ndani yake kuna aina fulani ya chuma. Na mwenye hekima akasema, mfanano huu, mfungamano huu wa kufanana anaufananisha na chuma kinachoweza kunoa chuma chenzake, na akasema ndivyo mtu anavyonoa uso wa rafiki yake. Katika Mithali ya 13 mstari wa 20 akasema jambo hili tena, katoa tahadhari: enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Anaanza kutoa tahadhari, nenda pamoja na wenye hekima na utakuwa na hekima, sawa na chuma kunoa chuma. Kwa maana hiyo, kama huna rafiki mzuri, hutaishia kufuri, nawe utakuwa na hekima. Alafu akamalizia mwenye hekima akasema hivi, bali rafiki wa wapumbavu, rafiki wa wapumbavu ataumia. Na Paulo akaandika katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ukiwa na rafiki mwenye tabia mbovu, na wewe utabadilika. Hiyo ni athari ya urafiki. Sasa twende tuangalie mfano katika Israeli, maana neno la Mungu ndilo linalotuambia athari ya urafiki mbaya kati ya Waisraeli na wapagani ulileta athari kubwa. Na athari hiyo kwa kifupi, Biblia inasema Waisraeli walipohudhuria hiyo karamu, kwanza walilewa, halafu wakacheza dansi na wakazini, wakaabudu miungu. Yako mambo manne. Kulewa haikuwa tabia ya Waisraeli. Kulewa, Waebrania si walevi, wala si watu wa kucheza dansi, na wala si watu wa kuzini, maana wao ndio watu wa kitabu, na hawakuwa na miungu mingine. Wao kwao Mungu ndiye aliyekuwa Mungu peke yake. Ila kwa kuandamana na marafiki walizini, wakalewa na kisha wakaabudu miungu mingine. Biblia katika Hesabu sura ya 25, Waisraeli walikuwa katika eneo moja linaitwa Shitimu. Biblia inasema hivi, nitasoma kwa katisha mengine. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Mstari wa kwanza huo mpaka wa 9 anaendelea kusema hivi: kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu ukamtungikie Bwana watu hao mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli ambao ni wakuu hao, waueni kila mtu watu wake waliojiungamanisha na Baali Peori. Na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja kuwaletea nduguze mwanamke Midiani. Yaani huyu ndiye aliyekuwa kule mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania, mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Anakuja na mwanamke. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Finiasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani. Alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake,
naye akawachora wote wawili kwa fumo lake yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli, nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Ngoja nimmalize huyu jamaa aliyekuja na demu akimletea ndugu yake. Basi jina la Mwisraeli huyo aliyeuawa pamoja na yule demu wake, yani mwanamke Midiani, aliitwa Zimri mwana wa Salu, mkuu wa nyumba ya baba zake katika kabila la Simeoni. Na jina la huyo mwanamke Midiani aliyeuawa aliitwa Kozbi binti Suri, naye alikuwa kichwa cha watu wa nyumba ya baba zake huko Midiani. Ngoja nikwambie, usifikiri tu ilikuwa ni rahisi tu wameenda wakaenda kusini. Utasoma sura ya 41, sura ya 41 katika Patriarchs and the Prophets, inasema hivi: wakiwa pale Shitimu, wanawake wa Kimidiani walijifanya kuwa marafiki pamoja na wanawake wa Kiisraeli. Wakawa wanakuja, ni rafiki yangu, wanakuja ndani ya hiyo kambi, rafiki bila Musa kufahamu. Ndivyo nabii wa Mungu anavyoandika. Ikafikia hatua habari hiyo ya urafiki ikawa imeshamiri, na hao watu ni wapagani. Urafiki uliposhamiri, ndipo yule Balaam aliyekuwa ametumwa kuwapatia maelekezo ya namna ambavyo Israeli wanaweza wakashinda, wakawaambia hivi: hao mkitaka tu wamwache Mungu wao hamuwezi, fanyeni na urafiki, alafu kisha muje mualike kwenye karamu, na wakija kwenye karamu hapo mtawakamata. Karamu yao ilikuwaje? Karamu ya wapagani hawa watu, karamu yao ilikuwa ikiendeshwa kuna kulewa, na wakishalewa katika karamu hii na sherehe yao, mwisho hatima yao ilikuwa inaishia kwenye zinaa, ndio ilikuwa ibada yao. Kwa maana hiyo, katika sherehe kuna wanawake wanaohudumia ambao ni wasichana wa Israeli, kwa sababu wao wamejifunza kuvaa vizuri. Mwebrania anavaa kama wanavyovaa Waarabu mpaka leo, natanda vizuri, mabega haya hayataonekana. Sio kama sisi, mtu anakuwa anavaa kifua hiki ameshona, ziwa moja wazi na zingine wazi, bega huku ukiangalia mgongo wazi. Kama amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, ana manyoya kifuani unayaona, kama ana manyoya tumboni kwenye kitovu, kwa sababu anavaa kanguo kafupi, au akifanya tu hivi anataka kupiga mwayo au kujinyoosha, unaona kila kitu. Sio hivyo kwa Waebrania. Sasa wao ni watu wanaovaa kwa nidhamu. Wanapofika hapa kwenye sherehe, wanakuta hawa watu wako uchi, na wanaowahudumia ni wasichana wale wazuri. Anakuja kumhudumia mtu, anamletea kama ni chakula, nyama choma, mishikaki, yuko uchi. Mwebrania akatekewa huku, anapomwangalia, anapomletea kama ni mahitaji ya chakula hapo mezani, huku kifuani machungwa yanamgusa mpaka kifuani namna hiyo. Anapomgeukia huku, ameona machungwa yamemgusa, anapogeuka huku nyashi zinatikisika. Tabaki salama, guswa na machungwa, alafu huku nyashi inakuita, inakwambia njoo, yuko uchi. Wakaona mambo mageni, wakalewa, kisha wakazini. Na ngoja nikwambie urafiki ulivyo na nguvu. Wanawake hawa wa Kimidiani ndio waliofanya urafiki na wanawake wa Kiisraeli, sio wanaume. Kwa mvuto wa urafiki, wanaume nao wakahudhuria karamuni, maana mwaliko umekuja wa wake zao kupitia kwa rafiki zao. Hapa haijatajwa kwamba wanawake wa Kiisraeli walizini. Waliozini ni hawa Waisraeli wanaume, kwa kwenda karamuni baada ya kula, na wakacheza dance, wakafurahia, kama ambavyo leo watu hata baada ya ndoa kanisani wao wanafikiri kwenda ukumbini una uhuru wa kufanya unavyotaka. Hayo matakataka hayo, weka muziki, wanacheza mpaka wanachanganyikiwa. Nikaona mchungaji mmoja, nilikuwa nimefunga ndoa ya mtoto wake, wakaweka huo muziki,
Nikaenda nikasema huo muziki siutaki. Yeye anaongoza mahali hapo. Akaniangalia, nikamfuata, nikamwambia nimesema siutaki huo muziki. Basi wakabadilisha, wakaweka mengine hayo mataputapu ambayo mnafikiri nyinyi kwamba ni nyimbo za Sayuni. Yuko singo, hapana. Hayo ni maneno ya duniani. Muziki wa Sayuni huwa hauchangani na maneno ya duniani. Ya slogan hizo za duniani hayako huku. Kule ni neno kwa neno linalotoka katika Biblia. Kaona wakawa wanaenda wanacheza, yeye anajitutumua eti anafanya hivi. Hata ukifanya hivi umeshacheza, pumbavu mkubwa wewe. Ngoja nikwambie, sheria ya Mungu haina kuchuchumaa. Ngoja nirudie, sheria ya Mungu haina kuchuchumaa. Kivipi? Danieli na wenzake wakiwa Babeli, wale wenzake walipoambiwa kwamba mtakaposikia kila aina ya filimbi na ngoma na zomari na matari ikipigwa, walibaki wakiwa wamesimama, wala hawakuthubutu kusema wajifanye kama kwamba wanajivuna ili ionekane wameinama. Walisimama wima. Hata kama utasema si wenyewe muziki wao, mimi sitacheza, nitakuwa naenda hivi, hata huo muziki hautakiwi na usiwepo. Hayo ndio yanayochanganya kanisa, na wanaochanganya kanisa ni makuhani, sisi wenyewe, kwa sababu tunataka vyeo. Chukua cheo chako, peleka huko. Usiniletee ujinga, sikuja kutafuta cheo humu. Nilikuwa na cheo huko, nikakiacha nikaja humu. Humu sijaja kutafuta cheo, nimekuja kuongoza watu kwenda mbinguni. Lofa mkubwa wewe, lazima uelewe hili. Ya hiyo malofa ndio yanasema acha tu hivyo, tuende tu ndivyo kanisa lilivyo, na utapigwa mpaka utashangaa. Na kama unafikiri kanisa hili ni la bibi yako, hili kanisa sio la mtu, ni la Mungu. Anataka ukweli usimamiwe jinsi unavyotakiwa. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kabisa vuma, mwambani pekee utashinda wingi wao. Nimechanganya. Beti wa kwanza unasemaje? Dhambi ikilemea, tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Ule wetu unaosema itetee kweli, tena kwa bidii, tena anasema itetee kweli kwa bidii, kwa moyo mnyofu wa imani, utashinda wingi wa upotofu. Kweli inasimamiwa kwa moyo mnyofu wa imani, na wala si vinginevyo, na wala si kundi la watu. Jana tulisema ziko dhambi zinazotendwa na jamii kubwa, watu wengi, social sins. Yaani dhambi za jamii, nasema ndivyo ilivyo kanisa, watu wote wanafanya hivyo. Sio wote. Situletee habari yako hapa kwamba watu wote ni wewe, wengine hawafanyi hayo. Utasema dunia ya leo hakuna mabikira. Wapo mabikira, ila hatutaki kuwasimamisha. Kama umetobolewa wewe. Situletee upumbavu hapa. Wakazini, wakauawa watu 20,000 na ngapi? Na wanne. Sasa sikia, baada ya tukio hilo, walipokuwa wameuawa, Mungu akageuza kibao. Na alichokifanya katika tukio hili, anawaambia Waisraeli wenyewe kwamba
kama sisi tulioko hapa, mkubwa wa ukoo kama kwake wameenda watu, yaani wale watoto wa ndugu yako, watoto wa wanangu walioenda, mimi ndo nahusika kuwaua. Unachukua umambo, tungika tumboni, choma, alafu unasimika hapo juu, maiti zinaelea hewani, maiti 24,000. Wewe mwenyewe uliye mkubwa katika huo ukoo, msimamizi ndio unawaua. Afu leo ukiambiwa hapo unasema huyo ni mkali sana, huyo ni mkali sana, kama amehamia hapa tutakiona cha mtema kuni. Una matatizo. Kwani wewe mchungaji ni simba anayefika tu anaanza kukuparamia? Muone huyu, baada ya watu hao kuuawa 24,000, Mungu akageuka sasa hasira yake, akatoa malipizi 31 Hesabu 1 na kuendelea. Anasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na akamwambia, walipize kisasi wana wa Israeli juu ya Wamidiani, kisha baadaye utakusanya uwe pamoja na watu wako. Basi Musa akanena na watu na kuwaambia, wavikeni silaha watu miongoni mwenu waende vitani, ili waende kupigana na Midiani, wapate kumlipiza kisasi Bwana juu ya Midiani. Basi Musa akawapeleka watu 1000 wa kila kabila waende vitani, wao na Finehasi mwana wa Eleazari kuhani waende vitani, na vile vyombo vya mahali patakatifu na hizo tarumbeta za kupiga sauti za kugutusha mkononi mwake. Nao wakapigana na Midiani kama Bwana alivyomwagiza Musa, nao wakamuua kila mume, yaani wanaume wote wakauawa. Nao wafalme wa Midiani wakauawa pamoja na watu wengine waliouawa. Hawa wafalme anawataja kwamba ni Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, hawa wafalme 5 wa Midiani. Na yule aliyewashawishi kwamba Waisraeli huwezi ukawapata, mfanye nao urafiki. Mkifanya urafiki mkawalika kwenye sherehe, ndipo watamuasi Mungu. Unajua muziki zile hicho chombo hakina shida, ila kuna mahali fulani ukiacha kutandika hizo kodi tu zenyewe, ukapiga vitu vingine na ukaweka hizo instrumento zingine, hayo accompaniment yanakufanya wewe mwenyewe uanze kutikisa makalio. Sasa kama ni sherehe na mtu ameshalewa alafu akawekewa muziki wa namna hiyo, ule wa kipagani, lazima aanze kucheza. Na ushangaa hata wachungaji waliosoma kabisa theolojia alafu anatetea ujinga, ukifuatilia nyuma yake anataka cheo. Jambo hilo si kwamba halielewi kabisa huyo mtu, na vile tunavyopita wote tunapita hivyo hivyo, si kwamba haelewi, ila yupo tu ni lofa fulani anafikiri akisimamia kweli watu watamdharau. Kwanza hao nao wasimamia wanaelewa, na vitabu ambavyo ulitakiwa wewe usome wafundishe wanavielewa na wanavisoma na wanauelewa kuliko wewe. Wanakuangalia kwa wanakuona wewe ni lofa. Upo tu ni mtu fulani limekaa tu hapo kama lifisi, ila unadhani wanakupenda. Hawakupendi, wanakupenda wajinga wenzio. Sasa na huyu jamaa akauawa, na Balaamu mwana wa Beori naye wakamuua kwa upanga. Wana wa Israeli wakawachukua mateka wanawake wa Midiani, wameshaua wanaume wote, wamebaki wanawake. Wakachukua mateka ya wanawake na watoto wao na ng'ombe zao wote na kondoo zao wote na mali zao wote zote wakachukua nyara, na miji yao yote kila mahali walipokuwa wakikaa na marago yao yote wakayateketeza kwa moto, na wakatoa hizo nyara zote na mateka yote ya wanadamu na wanyama. Israeli hapa ameshakasirika. Mstari wa 14 mpaka wa 18. Sasa Musa anapotoka kwenda kuwapokea, amesikia shangwe, watu wanatoka vitani, au maaskari aliochagua. Musa akakasirika, akawakasirikia majemadari wa majeshi na hao maakida wa 1000 na wakuu wa 100 nao waliorudi kutoka katika kupiga vita. Musa akawauliza, je, mmewaponya wanawake wote hai? Tazama, hawa ndio waliowakosesha wana wa Israeli kwa shauri la Balaamu wamfanyie Bwana dhambi katika hilo jambo la Peori, na kwa hivyo pigo lilikuwa katika mkutano wa Bwana.
Basi kwa ajili hiyo, nasema mmewaponya, kwa ajili hiyo muweni kila mume katika hao watoto. Nimesema kwanza, wameletwa ni watoto na wanawake ndio wamebaki, maana wanaume watu wazima wote walishakufa, ila vikabaki vitoto ndivyo vimetekwa viko na wazazi wao. Sasa Musa anasema jambo la kwanza, anawaambia hao wanawake, mbona mmewaacha wakiwa hai? Sasa jambo la kwanza la kufanya, uwa kila mtoto mwanaume aliyeko hapo. Yaani ana mwaka mmoja, ana mwezi, ana miaka 3, 4, 5, upanga ukatembea. Hawa maaskari wote waliokuwa wameenda vitani wanabeba kitoto cha kiume, ni kupekua kutoka katika vifua vya mama zao. Kama ni ka kiume, kata upanga, kata upanga, kata upanga, nyanyua juu, kata upanga, wakaua vyote. Katoka amri nyingine ya pili, baada ya kuwaua hivyo vitoto vya kiume, na kila mwanamke aliyemjua mume kwa kulala pamoja naye. Alafu akamalizia, lakini hao watoto wote wa kike ambao hawakumjua mume kwa kulala pamoja naye, mtawaweka hai kwa ajili yenu. Ruhusa inatolewa kwa kila mwanamke ambaye hakumjua mume. Usiniulize waliwajuaje. Jitahidi siku ya mwisho umuulize Musa, mlijuaje kwamba hawa hawajamjua mume? Usiniulize mimi, hayo hayanihusu. Sikia neno la Mungu linavyosema katika Matukio ya Siku za Mwisho, kurasa wa 64, nabii wa Mungu anaandika hivi: jihadhari kufanya ushirika na ulimwengu. Hatupaswi kuungana na watu wa ulimwengu ili tusije tukajazwa na roho yao. Kuna watu wanasema sasa tunaanza kufanya nao urafiki, kwa nini? Sasa tutawaongoaje? Na kuna washenzi fulani wameshabadilisha hata nyimbo, wanajifanya ni wanatheolojia maarufu, wanaweza kutafsiri, wanasema tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na Wakristo tu. Hiyo wameondoa, wao wanasema na watu wote. Hiyo ya watu wote ni ya kwako, sio ya Mungu. Huwezi kuwa rafiki wa kila mtu. Hivi wewe ni mpumbavu? Kila mtu ni rafiki yako, hata katika watu wa kuzaliwa uliozaliwa nao, kule uliozaliwa nao, ndugu uliozaliwa nao. Yuko mtu anayekuwa karibu kuwa rafiki, unayeandamana naye, hata tukio lolote likitokea unamwambia. Hata changamoto za familia, wewe ni mtoto amekuwa sugu, huwezi kumwambia kila mtu. Wengine watakuja kujua miaka ilishaenda, ila yuko mtu mmoja. Hata kanisani huwezi kuwa rafiki wa wote wanaosali kanisani. Wewe utakuwa mjinga na mpumbavu. Huwezi kuwa rafiki wa kila mtu. Sikia neno la Mungu linavyosema, ili utambuzi wetu wa kiroho usije ukachanganyikiwa. Ukishachanganyikiwa utambuzi wako wa kiroho na kuwatazama wale wenye ukweli. Ukishachanganyikiwa wale wenye ukweli utawatazamaje? Na wanaotoa ujumbe wa Bwana kwa mtazamo wa makanisa yanayokiri kufuata Ukristo. Yaani unakuwa wewe unategemea wakuambie ukweli unaofanana na makanisa mengine yanayofuata Ukristo. Kwa hiyo akisimama hapa akikuletea hilo, unataka yafanane na makanisa yanayokiri Ukristo. Wakati huo sikiliza sasa, hatupaswi kuwa mafarisayo na kujitenga mbali nao. Hatujitengi nao. Kujifunga sisi wenyewe kwa mikataba katika kufanya ulia na ushirikiano wa biashara pamoja na wale wasio wa imani yetu hakupo katika utaratibu wa Mungu.
timu anachukua mzigo, mko naye pamoja, yeye siku hiyo anaenda ni Sabato, anaenda hivi. Haiko katika utaratibu wa Mungu. Na ukisoma leo nabii nukuu zingine anasema kwamba sisi tutakuwa pamoja nao, tutawahudumia kwa mahitaji ya kibinadamu, wala hatuwabagui, lakini ushirika pamoja nao hatutakuwa na ushirika huo. Kwa nini? Kristo alisema hivi, mimi siombi kwamba watoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Ndicho hicho sasa. Mungu anakulinda na anakuambia ushirika pamoja nao, ndivyo anavyokulinda. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Wewe sio wa ulimwengu, ingawa uko ulimwenguni. Ndio maana Mungu anakutaka uwe makini kuchagua chuma kitakachonoa uso wako. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli, na msidanganyike. Ninairudia hiyo, mazungumzo mabaya walimtabia. Nabii wa Mungu anaendelea, tunapaswa kuungana na watu wengine kiwango kile tunachoweza na bila kukiuka kanuni. Kuungana nao ndiko kwa namna gani? Ni jirani, unasalimiana, bwana hamjambo, hapa ameugua, unamuona, kama kuna pesa unasaidia, pole sana baba, hivyo. Lakini sio kuingia kama walivyoingia hawa Waisraeli. Na wako watu wanaenda kabisa kwenye vyama hivi, na wakati mwingine jirani amenialika, ni jirani yangu anaenda kwenye sherehe, tena wakati mwingine siku ya Sabato, maana alishakuingia sasa nitafanyaje na ni jirani yangu? Akifika huko wakianza kuseremka, wanaanza kuseremka na wao. Nyimbo ya ajabu ajabu yataimbwa, watacheza, watatingisha makalio huko, na wenyewe wote hao walishakuwa hawana akili. Ndio maana sipendi mapambio. Jana kuna mtu mmoja aliita watu kuimba mapambio. Usiimbe pambio likiwepo. Kuna nyimbo nyingi sana za Mungu. Mapambio ni hayo yanaimbwa na warokole hao, vikorasi virahisi hivyo. Na hatimaye unaimba vikorasi vingine ambavyo vinakuwa umevitohoa tu kutoka katika sehemu nyingine. Kwa mfano, mnaimba wimbo eti akina mama wapeleka. Huo wimbo unauelewa huo wimbo wewe? Huo wimbo ni wa mtu fulani wa huko kwetu Mara, anaitwa Maringo imbwa. Ni askari wa jeshi la polisi, na yeye anasema ndolera baba, ndolera karukuru wawe, ndolera chaserere. Alafu hiyo makorasi hayo ndiyo yanayoimbwa. Ndio sababu nyimbo zetu zinatakiwa ziwe noten, mtu asikilize na kuweka vitu vya kipumbavu. Ila wajinga wataki kutumia akili, njia ambayo Mungu anawaepusha, wanajikuta wanaimba yale ya duniani, ndio wanaimba kanisani. Kina mama wapeleka, ni jeshi kubwa. Kule naye Maringo anasema chaserereka. Pumbavu mkubwa wewe. Bwana aguse kichwa chako na upate akili. Penda vitu vyepesi vya kishetani. Na hiyo ndio ameleta matatizo, mpaka watu wanapenda vitu vyepesi mpaka shuleni vyepesi. Hadi kozi anachagua tu vile vyepesi. Na ngoja nikwambie, ukitaka uishi vizuri katika ulimwengu wa leo, fanya kile kitu kigumu ambacho hawafanyi watu wengi. Na ukifanya kozi ngumu wasiofanya watu wengi, utatembelea hapa, hutatembelea huko chini, maana huko wako wengi, na utatembea peke yako. Hiyo ni siri nakwambia. Ni bingwa mimi tu nilienda kufundisha sekondari wakati nilikuwa mwalimu wa jeti. Wewe unaweza hiyo wewe? Anakaa hapa afisa elimu, anakaa hapo na mkaguzi, wanakwambia sasa utafundisha mada fulani. Kabla ya hiyo watakwambia chagua mada yoyote ya fizikia form 3 au form 4. Afutafundisha basic mathematics, chagua form 2 au form 4 au form 3. Wanakaa hapo na wanafunzi wanakaa. Wewe mwalimu wa primary, watu wanasema sasa mwalimu aliyetuletea si huyu ni wa primary. Nasema sasa kaa hapa nikufundishe mimi mwalimu wa primary, ambaye sikutaka vitu vyepesi. Additional mathematics nimo.
Na ninapotoka, hiyo ndio inayonifanya kuja kufanya mambo mengine hapa. Wananiambia sasa, kesho andaa mada fulani. Hii ya leo nilichagua mwenyewe, za kesho wakaniandalia wao, uje kesho ufundishe. Sasa umeshaniandaa. Nilikuwa natiririka, vitu nimevichezea kichwani, nashuka, nimejaza notes ubaoni. Namwambia chukueni nukuu hizo, zitawasaidia. Wapo wanashangaa tu, anauliza ulisomea chuo gani? Chuo gani? Mimi ni mwalimu wa primary grade 8. Unapenda vitu vyepesi tu, rahisi, vyepesi. Mtakuwa wengi, utaanza kulalamika, ajira hamna, mko wengi. Sasa wote ni mahindi, kila mtu mahindi. Si ulime vitu vingine, lima hata alizeti. Mbona una akili wewe? Naanza kulalamika, ajira. Ngoja niseme hili, usinitukane, usione kama nakwambia ni tusi. Sasa wote tuna Kiswahili na historia. Na bahati mbaya walimu waliopo sasa hivi hawatii watu moyo kumwambia kwamba sasa soma hili, na walimu wengine hawabalance na kuwashauri watoto hata wakiwa wanakuambia ukisoma hili itakuwa hivi na hivi. Sawa, ni magumu, lakini mwisho wake hata ukiwa na DD kwa form 4 wewe unaenda vizuri. Nafasi unayoweza kuipata baadaye ukikomaa, hata ukiwa na diploma unaweza kufanya shughuli zako. Sasa kila mtu Kiswahili, civics, tena mwingine anachagua anafanya masomo 7 tu. Yaani kama ningekuwa ni uchaguzi huu, ningeliwa mimi na fisi. Maana nilikuwa nategemea niwe engineer. Lakini mwalimu anafundisha technical drawing Sabato, na ananiambia kesho ng'ombe anaangukia shimoni. Leo hatutafundisha, leo sitafundisha, muje kesho nitafundisha siku ya Sabato. Kesho ng'ombe anaangukia shimoni. Wale wenzangu wa Adventista, kesho muje mkutoe ng'ombe shimoni. Wanacheka wote darasa zima, maana wanajua sitahudhuria na sikwenda. Na akanichukia. Kija darasani kitoa mazoezi, napata namba za viatu, anacheka. Sawa, cheka. Afa anacheka, anasema kuna wengine humu nao wanategemea kuwa mainjinia wakati hawajui technical drawing. Nafikiri unamuelewa ni nani huyu. Sasa mimi akiniudhi, nikasema kwani kufanikiwa maisha lazima nijue technical drawing? Wewe ni mpumbavu ni? Sawa, ninaipenda na nilikuwa ninaisoma kabisa kwa dhati. Na ukafika hatua ya mwisho nikamkomesha, na nilimfanyia vituko, nilimkomesha kweli. Mtihani wa mwisho nikamkomesha, somo lake nikamwekea ufunguo F ya nguvu na sio ya kutafuta. Sababu niliingia darasani sikuambulia chochote. Hivyo unaweza technical drawing unaweza ukaibia. Technical drawing unaibia. Umekaa kwenye kile kiti chako kirefu, umepewa viguni hapo, kila kitu umepewa hapo, kufanya hizo bisection, hizo angle, kutafuta hizo elevation na mambo mengine hayo. Hivyo ni vya kubuni. Hapo uweze ukabuni. Na kule ni mchoro na kueleza, hakuna kubuni. Mwalimu niliyekuwa naye wa kwanza alikuwa anasema, don't bunibuni bwana, don't bunibuni. Umebisect wapi? Bana manikina hapa wa bisection yako sio yenyewe hii. Akishaweka kiguni chake, inataka mchoro wako unakata hivi, napita kule, napita huko. Na nimependa niwe engineer. Nina engineer Sangi ananipenda, anafundisha building construction na block work na hayo mambo mengine, na ninaenda vizuri, ila huyu ameniharibu. Nikamwambia Mungu, sasa huyu jamani namkomesha, ila usimame upande wangu. Siku ninaenda kuchukua vyeti, ananiona naingia ofisini, anacheka. Engineer asiyejua technical drawing. Akaniudhi, nikaona kichwa kimeshaharibika saa hiyo. Nikasema, nikamwambia tena usiniudhi. Mimi ndiye bingwa, nimefaulu kuliko wote. Bingwa ni mimi. Akatulia kwamba nimefauluje kuliko wote. Nikamwambia kwanza nina alama zote. Nina A ya civics ambayo tunaita ni siasa. Nikaweka hapo. Nina B ya engineering science na B ya chemistry. Nina C ya mathematics na addition. Nina D ya Kiswahili. Alafu nina F ya technical drawing. Kwa hiyo cheti changu kina alama zote. Na ziliwekwa ili zipatwe kwenye cheti. Cheti changu kimepamba vizuri.
Jambo la msingi ni kujua unachosoma ni kipi. Nikaingia nikachukua cheti changu nikaondoka. Kwa hiyo hatupaswi kuungana na watu wengine kiwango kile tunachoweza na bila kukiuka kanuni. Wewe ukaungana nao alafu kanuni usikiuke. Hii haimaanishi kuwa tunapaswa kushirikiana nao katika nyumba za vyama na vikundi vyao, lakini tunatakiwa kuwajulisha kuwa tunazingatia na kujali zaidi swala la kiasi. Wazee na Manabii, ukurasa wa 41, nabii wa Mungu anaandika hivi, sura ya 41. Kutafuta furaha kinyume na alivyosema Bwana huleta mtego kwa wacha Mungu. Ndiyo mtego aliotumia shetani kuwanasa Israeli, kwa kuwa rafiki wa ulimwengu, kupenda vitu vizuri, kutafuta anasa, sherehe au kikombe cha mvinyo, anawajaribu kuvunja amri ya 7. Shetani aliwashawishi Israeli kuvunja kanuni ya maadili kabla ya ibada ya sanamu. Yaani unavunja kanuni ya maadili kwanza kwa urafiki huo. Ilikuwa ni kwa kuwa na urafiki pamoja na uhusiano na waabudu sanamu na kuungana nao katika sherehe zao kwamba Waebrania waliongozwa katika uasi wa sheria ya Mungu na kuleta hukumu zake kwa taifa. Ukurasa wa 458. Hivyo leo ni kwa kuwaongoza wafuasi wa Kristo ili kuwa na mahusiano na wasioamini na kujiunga katika furaha nao, shetani amefanikiwa zaidi kuwashawishi wafanye dhambi. Profesa Mwakanyerenge jana akawa anafundisha habari hiyo ya mahusiano. Wewe umefika kwa sababu huko chuoni unaona ndio maisha ya kawaida, kila mtu ana mtu wake, na wewe unaingia katika mahusiano hayo ya pupa. Na alipokuwa akifundisha watu hapa akisema kwamba huna sababu ya kuumia kutafuta mchumba sasa hivi, wewe soma. Wako binti zangu wale mapacha wana graduate mwaka kesho, nilishatangaza kwao. Nikasema kwanza, umri wenu bado, ninyi umesoma vizuri, yaani ninyi mlioko hapa wote zamani mko sekondari, wengine hapa ndio mko form 6. Ninyi wote hapa, hakuna aliye chuo kikuu hapa. Hatakuwa na vyuo vikuu vya watu wanaona hii wa umri wenu. Ndiyo maana yake, kwa sababu karibia kozi zote tulikuwa tunaenda kwa diploma, unakuja kwenda kwa degree baadaye, ila kichwa kimekomaa. Mtu anayekufundisha technical drawing au ni engineering science ya diploma hiyo ameiva. Nasema hivi, hiki kichwa hiki mbona? Kuna mwalimu wangu ananifundisha addition mathematics anaitwa Machungwa, ni marehemu sasa, na mwingine anaitwa Mbanza. Paka ninashangaa nikiwa shuleni, nikiwa nafundisha mimi, nikiwa huyo mwalimu ambaye ni ex form 6 na sijaenda diploma, nilikuwa na walimu wengine wenye degree, anaalisha tu, ni mavi tu, haelewi chochote, mpaka anakuja kwako tena, sasa hapa mzee, hii inakuaje? Nikasema ona jinga hii, ulikuwa unaenda kusoma, ulikuwa unatembea, maana utaki kushughulisha akili, unataka tu vitini vya kina Nyambale Nyangwini, unasoma unaenda, ulishafanyiwa kila kitu. Na usipokaa sawa, ni kushauri Mwadventista usipende mambo ya ile ya spoon fed, kila kitu unalishwa. Sababu tunakosa watu hata mambo ya kitaalamu, kimuuliza kwa nini iko hivi, haelewi, amekaliwa. Matokeo yake kufanya operation ya kichwa anafanya mguu, maana ni lofu, amesoma vitini. Kwa hiyo shetani amefanikiwa zaidi kuwashawishi wafanye dhambi. Sasa sikiliza, kwa hiyo akasema tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana msiguse kitu kile. Sifikiri kwamba wanakusifu, wanakuona wewe ni hofu. Ni kwa sababu gani? Unajipotezea nafasi ya kujipatia wenzi
ambao wangefaa maishani kuwa mke au mume, sababu anakuona tayari una mtu yuko hapo. Sasa nani atakuja? Hata kama alikuwa anakutaka, najua uko na huyo. Na uchumba huwa ni siri. Siku hizi ndio matangazo, watu wote wanajua ni uchumba. Uchumba unavunjika muda wowote. Kama unaweka hadharani na unatembea kila kitu unagharimia. Sisi uchumba wenu ukivunjika kwa sababu yalikuwa hadharani ya hofu, hawatakuja kukuchumbia. Hata wanangu hawaje kukuchumbia wewe, maana wewe ni la hofu. Wengine ukosa wenzi kabisa, na wengine hufanya maamuzi mabaya, hatimaye anaamua tu kwamba ngoja nizae, anajiita single mother ili apate mtoto. Kwisha habari. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu. Na nabii wa Mungu anamalizia akisema hivi, Mungu anawataka watu wake sasa wawe na utofauti mkubwa kutokea ulimwenguni katika desturi za mazoea na kanuni, kama alivyowataka Israeli wa zamani. Kama watafuata mafundisho ya neno lake kwa uaminifu, tofauti hii itakuwepo. Ukifuata mafundisho ya neno la Mungu kwa uaminifu, tofauti itakuwepo. Maonyo yaliyotolewa kwa Waebrania dhidi ya kufanana na wapagani hayakuwa ya moja kwa moja kuliko yale yanayowazuia Wakristo kufanana na desturi za wasioamini. Kristo anazungumza kwetu akisema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo duniani, na mtu akipenda dunia kumpenda Baba hakumo wapi? Ndani yake. Na Mtume Paulo akaandika, huyu ni Yakobo, kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Wafuasi wa Kristo wanapaswa kujitenga na dhambi, wakichagua jamii ya watenda mema au jamii ya kuwatendea mema. Hilo ndilo unalopaswa kufanya. Yakobo akasema, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa au ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Sasa sikiliza Zaburi 119 mstari wa 63. Hiyo ndiyo inayomaliza mtu anayesema kwamba ana rafiki. Kila mtu ni rafiki yake. Huwezi kuwa rafiki wa kila mtu. Na kama ulikuwa unaimba ule wimbo kwamba fanya urafiki na watu wote, kitu hicho hakipo kibiblia. Maana Mfalme Daudi anaandika hivi, mimi ni mwenzao watu wote wakuchao. Kwa tafsiri nyingine, mimi ni rafiki wa kila anayekucha Mungu. Anamwambia Mungu, mimi ni mwenzake, mimi ni rafiki wa nani? Wa wote wanaokucha. Ndicho kinachosema hapa, na wale wayatiio mausia yako. Sasa unatuambia kwamba unatakiwa kuwa na rafiki wa kila mtu. Wewe vipi? Nani alikufundisha hivi? Wito katika Warumi sura ya 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ukamilifu. Bwana akubariki, akusaidie kutambua kwamba ni muda wa kuamka usingizini, maana usiku umeendelea. Ni muda wa kuvua mavazi ya giza ili tukavae mavazi ya nuru. Urafiki usio sahihi achana nao kuanzia sasa. Jana nilisema uwapigie simu. Sasa ulikuwa hujanielewa. Hapa neno la Mungu linakwambia usifuatishe namna ya dunia, lakini si hivyo tu. Wale wanaomcha Mungu peke yake ndio Mungu anatuita. Tunapojiandaa kuandaa ulimwengu, hao ndio wabaki kuwa marafiki zetu. Wabaki mchana wa leo wanasema, Bwana nisaidie kwa ajili ya kuungana katika mahusiano yaliyo sahihi ya kuwa na rafiki walio wema tu. Waweza kusimama tukaomba pamoja? Baba mwema na mfalme wetu, usiku umeendelea sana, masaa ya giza yanakwenda kupita sasa, lakini mavazi tuliyonayo wakati nuru imekwisha kukaribia, bado tumevaa mavazi ya giza. Tusaidie kuyatambua kwa njia ya Roho Mtakatifu,
mahusiano yetu yakawe sahihi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuandae kama vijana tuliopata bahati ya kuwa na mbaraka wa elimu, na elimu hii tunapokuwa tumeipata ituwezeshe kugeuza ulimwengu, kuonyesha watu wengine kwamba Kristo yupo mlangoni sasa. Jambo moja pekee yake tunalotakiwa kulifanya ni kuvaa mavazi ya nuru, maana usiku umeendelea. Kristo yuko njiani kuja kututoa kutupeleka mbinguni. Bariki mapumziko haya tunayoendea, na utuandae pia kwa ajili ya vipindi vijavyo katika masaa ya mchana. Tuomba haya kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote, na hivyo ndivyo tunavyozidi kubarikiwa na watumishi wa Baba. Mchungaji, Mungu akubariki sana kwa somo lako zuri. Tunapofikia tamati, basi ni walike praise team kwa ajili ya wimbo mkuu wa kubaleta pata na ombi. Karibu. Tusimame.
Basi Mungu awabariki sana kwa usikivu wenu katika ibada ya siku ya leo, na hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha kipindi cha ibada ya mchana. Mara baada ya kutoka hapa tutakwenda kupata chakula, na baada ya kupata chakula basi itakapofika saa 8:15 basi tutakutana ndani ya eneo hili la mkutano kwa ajili ya kuendelea na vipindi vya jioni. Kwa wewe ambaye unapanga kuchelewa, basi utakuwa ni miongoni mwa wale wapumbavu ambao pastor amekuwa akiwapiga vita kila siku. Kwa hiyo usiwe miongoni mwa wapumbavu, basi jitahidi uwahi. Na tupate ombi la mwisho kutoka kwa chair wa TUCASA kutokea kuu. Karibu kwa ajili ya ombi la mwisho pamoja na chakula. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa sababu unatupenda hata kwa ibada ya mchana huu, tunasema asante. Neno lako ambalo umeruhusu tuweze kulisikia, tujalia tunapoondoka Roho Mtakatifu aendelee kutuhubiri. Tunapoenda kupokea chakula cha mwili, kibariki TUCASA, kifanye kwa ajili ya miili yetu kwenye Yesu Kristo. Amen.